Karibu sana, karibu sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema nyege zinazoletwa na hasira. Katika video hii ningependa ujifunze na kuelewa kwamba hasira zako ulizonazo au zilizosababishwa na mpenzi wako, huzuni ulionayo kutokana na mambo ambayo unayaona ndani ya mahusiano yako, zinaweza zikakuletea nyege ambazo zitasababisha uchepuke. Watu wengi wanashangaa kuona mwanamke huyu ana mume mzuri, anamjali, amemnunulia na gari, lakini anachepuka. Mwanaume huyu ana mke mzuri sana, tena mke anajitahidi kweli kumpenda, lakini mwanaume huyu anachepuka. Watu wanashangaa mchungaji kachepuka, mchungaji anatembea na mwanakwaya wa praise na nini na nini. Watu wanashtuka, wanashangaa, lakini hawaelewi inakuwaje mpaka mtu anafikia hatua hiyo, kama mchungaji au mlokole anaamua kutembea na kufanya dhambi nje ya ndoa. Sasa wanasaikolojia wanameliangalia hilo na kuliona lipo na ninao ushahidi. Kwa hiyo katika video hii utajifunza kwa nini mambo haya yanatokea na vile vile ni jinsi gani unaweza ukayazuia. Ukweli ni kwamba kuna tofauti kati ya ubongo na akili, na kutokana na tofauti iliyopo kati ya ubongo na akili na jinsi hivi vitu viwili vinavyofanya kazi, watu wengi wameshindwa kujitawala na kufanya maamuzi ambayo yangeweza kuwa sahihi na kuwaletea furaha katika maisha yao. Ubongo ni kitu ambacho unaweza ukakishika, ukakiangalia kwa macho, ukakiona, lakini akili huwezi ukaishika ukaiona kwa macho. Akili unaiona kutokana na matokeo yake anayofanya. Hebu kufikiria, hawa watu wawili wanaume wameingia msituni, msitu mkubwa sana. Sasa mmoja anaona maua mazuri, anaona ndege, anaona vipepeo, anasema hapa ni kuzuri kweli. Akaona majani mazuri yamekaa, yameota vizuri, majani yamekaa vizuri kweli. Akawaza, hapa singekuwa nimekuja na demu hapa, ningemlaza hapa nikamtia. Naona huyo ni mwanaume mmoja. Sawa, mwanaume mwingine wako pamoja kwenye msitu huo mmoja, na wote ni wanaume. Ataona msitu ule, ataona majani yale, akiangalia na anawaza, itakuwa nyoka tatokea wapi? Si nyoka, inaweza kutokea nyoka hapa. Atakuwa na wasiwasi. Unaona, ni watu wawili katika mazingira yale yale, lakini mmoja anafikiria hapa nikija na demu siku nyingine hapa nitamlaza, hapa nitamtia. Lakini huyo mwingine anawaza, hapa inawezekana kuwepo na nyoka hapa, turudi haraka. Unaweza kuona, lakini wote wana akili, wote wana ubongo, lakini akili wanavyoitumia kutafsiri mambo, akili wanayoitumia kuona mambo na kuweza kuangalia jinsi gani litakuwa na faida au litakuwa na hasara, litajenga au litabomoa, tunatofautiana katika hilo kutokana na experience tulizokutana nazo huko nyuma. Kwa hiyo basi, usiwe mwepesi wa kuhukumu kwamba huyu kwa nini amesaliti, kwa nini amechepuka, kwa nini amenifanyia hivi, kwa nini. Hujui akili yake imetengenezwaje kutokana na experience zake za huko nyuma kabla hujakutana na wewe. Mtu ambaye alishawahi kung'atwa na nyoka atakuwa mwoga wa nyoka. Kwa hiyo akijikuta yuko porini ataanza kufikiria nyoka, kwa sababu wewe hujawahi kung'atwa na huyo nyoka. Wewe unaona majani mazuri, unajua hapa ni siku nyingine jina mwanamke hapa nitamtia hapa, lakini mwenzio anawaza pale anaweza katokea nyoka. Unaweza kuona. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema kwamba akili zenu zifanywe upya, renewal of your mind. Inasema Biblia inasema kwamba let your mind be renewed. Anasema akili zenu zifanywe upya. Sasa ni muhimu sana kwa video hii ya leo uweze kujifunza jinsi ya kuweka akili yako upya juu hasira na huzuni ambazo unakutana nazo katika maisha yako. Sasa haya ni mambo ambayo unaweza kukutana nayo. Wengine wanapata nyege wanapokuwa wamechoka sana, wengine anapata nyege akiwa amekasirika sana, wengine anapata nyege akiwa amekunywa pombe, mwingine anapata nyege kama amekaa muda mrefu sana hajafanya mapenzi, ndio anapata nyege.
mwingine anapata nyege akinywa pombe. Hayo yote yapo, hayo yapo. Lakini sasa napenda nakwambia kwamba hasira unazozionyesha kwa mpenzi wako, mambo ambayo unayafanya yanamhuzunisha mpenzi wako, yanaweza yakamletea nyege, na hizi nyege asizilete kwako. Nikuletee meseji ya kweli kutoka kwa mkaka ambaye nimechati naye, uweze kuona hali halisi ilivyo katika mahusiano haya. Unaweza kuona huu ni mchatisho ambao nimechat naye dada kwenye inbox, na huyu kaka kwenye inbox ya kawaida. Nimeuliza maswali mengi sana. Nianze na swali lake la kwanza. Akasema hivi, Dokta, samahani sana, nina mpenzi wangu ninayetarajia kufunga naye ndoa, lakini majuzi nimekuja kugundua ana mwanaume mwingine, na baada ya kumubana akasema ukweli kuwa ni kweli ni mtu wake aliyekuwa naye karibu huko nyuma kabla ya mimi. Nikamuuliza, kwa nini hukuniambia ukweli mapema kuwa una mtu wako? Akadai kwamba angeniambia mapema ningemwacha, na yeye hataki tuachane. Yeye na mimi tulishapanga mipango mingi sana kuhusu mimi na yeye. Ninampenda sana Dokta, ni kijana wa mwenye umri wa miaka 29. Naomba ushauri wako. Nikamuuliza, je, wewe una tatizo la kuwahi kumaliza au kushindwa kurudia, au uume mdogo, au uume wako umepinda, ni mwembamba? Akasema sina tatizo kati hayo Dokta. Nikamuuliza swali lingine, je, wewe ukijiangalia una uwezo wa kipesa kumzidi huyo mpenzi wake wa zamani? Akajibu, huyo mpenzi wake wa zamani hanizidi kiuchumi. Nikamuuliza swali, je, mara ya mwisho kumpa zawadi ni lini na ilikuwa zawadi gani? Akasema mwezi wa pili mwaka huu, tuko kwenye mwezi wa 3 tarehe 10 na ngapi leo? Tarehe 21. Akasema mwezi wa pili nilimnunulia nguo na viatu na mkoba na heleni na cheni. Nikamuuliza, na ni lini ulimpa pesa mkononi, yani taslimu, na ni shilingi ngapi? Akasema wiki tu iliyopita nilimpatia 200,000. Nikamuuliza swali lingine, je, wewe ni mwenye hasira sana au wivu mkali, au uko bize sana huna muda wa kukaa na kuongea naye isipokuwa tu unapohitaji tendo la ndoa? Akasema hapana Dokta, kiukweli hasira kiasi ipo na wivu kidogo upo. Huwa naongea naye na hata kumtoa outing na mtoaga mara nyingi sana. Nampenda sana Dokta na sitaki kumpoteza. Nikamuuliza, hebu niambie, mara 2 ambazo ulimuonyesha hasira ili kuwaje? Akalikwepa hilo swali. Akasema hivi, aliwahi kuniomba nishushe hasira na hapendi kuniona nikiwa na hasira. Nikamwambia, alikuambia usiwe na hasira yeye mwenyewe, na imepita muda gani toka aseme hivyo? Jibu kinaganaga kabla sijakuuliza swali la mwisho ili nikupe ushauri kamili. Akasema ni muda kidogo umepita. Nikamuuliza swali lingine, je, mnapofanya seksi, yani tendo la ndoa, toka mmeanza mpaka mmemaliza imechukua muda gani, na mnafanya hivyo mara kwa mara? Akasema Dokta, kwa tendo la ndoa hapo najivunia, yani kati ya dakika 45 au 50 ndio tunakuwa tumemaliza. Mimi sio mtu wa dakika 10 au 15. Nikamwambia hivi, kama ni hivyo na kuna mara nyingi ambayo of course ameona hasira kwako, basi hiyo hasira huenda imesababisha akimbilie kwa huyo mpenzi wake wa zamani. Kujua kuwa wewe ni mwenye hasira mara zote, anajisikia hayuko salama. Sasa mpenzi wake wa zamani hana hasira hizo, anaongea naye kwa upole, hamkosoi mara kwa mara, na ndio maana mchumba wako amejaribiwa kuchepuka na mwanaume huyo wake wa zamani kutafuta faraja. Kama unataka kuendelea naye hata baada ya tukio hilo, basi unahitaji msaada zaidi kutawala hasira zako. Akajibu, asante sana Dokta, nimekuelewa. Ni kweli naona kosa itakuwa liko upande wangu. Nitaendelea naye, nitamsamehe na Mungu atatusaidia. Sasa hiyo ni story ya kweli ambayo nimekupa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba kama nilivyotangulia kusema, ubongo na akili ni vitu tofauti. Sawa?
ubongo na akili ni vitu tofauti. Sasa huyu dada ni kweli anampenda huyu kaka, lakini ile hasira inakuwa tishio kwa huyu dada, anajiona yuko salama. Sasa anapojiona hayuko salama, akili, kuna sehemu ya ubongo inaitwa amygdala, inamfanya anakuwa na wasiwasi sana anapokaa karibu na huyu kaka. Sasa anajikuta akiongea na yule anapata faraja, akikumbuka upole wa yule mpenzi wake wa zamani, anaona sasa, fikiria, huyu ni mke wako wa ndoa, umefungia ndoa, umetoa ng'ombe 2 za mahali na harusi ya milioni 5. No, huyu ni mke wako, na vile vile inaweza kawa ni mume wako vile vile. Sio haihusu wanawake peke yake, inahusu hata wanaume. Ushuhuda nitakupatia hapa. Huyu ni mume wako, umemkasirisha, umemhuzunisha. Akili yake kwenye ile sehemu ya ubongo inaitwa amygdala, anajisikia hayuko salama. Sasa usipokuwa na mambo mazuri mengi yanayoleta faraja, wanaita emotional regulation. Emotional regulation ni jinsi gani ya kuregulate, yani kumsaidia mwenzio alikuwa na hasira, uzibadilishe ziondoke kabisa. Sasa wengi hawajui hilo, jinsi ya kumsaidia mwenzio aondokane na kitu ambacho ulimuumiza, ili hasira ziondoke kabisa, zizimie, zisifanye kazi ya kuleta nyege. Sawa? Sasa hilo watu walijua. Sasa kwa wale ambao umekuwa unanifuatilia hapo, utakuwa umejifunza vitu vingi sana, kwa sababu ninazungumza kwamba unapofanya kosa moja, hii ni tafiti za kisayansi, unapomfanyia mtu kosa moja, inapaswa ile kosa moja ulifunike kwa mazuri 5, na linasapotiwa na Biblia na kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari ule wa 8. Sawa? Sasa sayansi inasapoti Biblia, lakini kubwa ambayo nilipo napenda vizuri, kubwa ambayo napenda kuonyesha hapa ni kwamba mwanadamu siku zote anapenda ajisikie salama. Unapomkosoa mwenzio mara kwa mara, kwani wewe ukoseaji? Unapoongea na mwenzio kwa sauti ya juu, inaweza kuwa mnaongelea jambo dogo, labda tu kusukuma tukuvuta tu meza, sawa, labda tu tuhamishe meza, tuweke mahali fulani, alafu kuongea kwa sauti ya juu. Wewe mbona unavutaje bwana hivyo? Unaweza kuona, wewe unaweza kuliona kwamba yameisha. Sasa ile amygdala ambayo iko kwenye ubongo inamwambia kwamba huyu mtu ni nyoka kwako, anaweza kukung'ata muda wowote ule. Sasa sikiliza sasa. Sasa hebu sikilize. Sawa, hebu fikiria. Hii ni historia ya kweli, kutokana na tafiti ambazo nimezifanya. Huyu ni mmoja kati ya shahidi. Anasema hivi, Dokta, nilikuwa naangalia movie moja inaitwa Altar, na kichwa cha habari ni movie ya Kiingereza inaitwa Altar, na ni channel kwenye YouTube inaitwa Altar, na hiyo movie inaitwa MTD, yani kitu ambacho kimefanywa tupu inaitwa MTD. Sawa? Sasa nilikuwa naangalia hiyo movie. Huyu dada ni daktari wa meno. Sawa? Huyu dada ni daktari wa meno. Sasa mpenzi wake kamsaliti, na amekiri kwamba amemsaliti, lakini ile hasira huyu mwanamke bado anayo. Sawa? Sasa haijapita mbali, yule mchumba wake akapata tatizo la meno. Sasa akamwambia, kwa sababu mimi daktari wa meno, njoo hospitali. Amekuja hospitali, sio unapigwa ganzi. Sasa yeye akamtia ganzi, alafu kamtia dawa ya usingizi. Sawa? Kamtia ganzi ya kung'oa jino, alafu vile kamtia dawa ya usingizi, akalala. Kang'oa meno yote. Alafu akamwekea pamba mdomoni. Hiyo movie nimeiangalia, na nimeitafuta nikaipata, nikaiangalia. Nikaangalia movie, nikaiangalia hiyo movie. Sawa? Nikaiangalia. Kang'oa meno yote kabisa. Sasa hapo anapokuwa anang'oa huko kama vile anacheka. Anacheka, akaja kwenye meno ya juu. Damu kabisa, unaona kabisa ile mikono yake, zile gloves zimejaa damu. Gloves zote zimejaa damu. Alafu akamwekea mapamba, akamwambia usifunue mdomo. Sawa? Nenda kapande gari yako, endesha gari yako ndio nyumbani.
Ganzi likawa imeisha, ndo ufunue mdomo. Mwanaume hajui nilikuwa nimeendelea. Kapanda kwenye gari yake. Anafika nyumbani, ganzi imepungua. Sasa siende akaondoe pamba. Kuondoa zile pamba, kuna kioo, kuna beseni la nani, kuna lile sinki la maji hapa, alafu kuna kioo kujiangalia hivi. Hana meno. Sikaita polisi. Sikaita polisi. Sasa movie inaishia pale, polisi wamefika mlangoni kwa yule mdada. Alafu dada anawafungulia mlango. Ndio movie ikaishia hapo. Inaendelea. Hiyo nikupa. Sasa huyu dada sasa nilipoangalia hiyo movie. Na hapo nikapata nyege hasa. Akasema hasa wakati anang'oa yale meno, kuna muziki ulikuwa unapigwa huko na afu anacheza kama vile ameshinda. Sasa basi Asema inakuaje dokta, hii ni hali ya kawaida kwamba unapokuangalia tu movie ya mtu anamtesa mtu mwingine, lakini wewe unapata nyege, inakuaje? Sasa hiyo kisa imeangaliwa vile vile kisaikolojia. Kuna watu wakiangalia movie zile za kutisha wanapata na nyege, ndio maana wanapata na nyege. Hiyo imethibitishwa kisayansi, zile movie za kutisha na nyege anapata hapo hapo. Sasa vile vile ukimkasirisha mwingine, sasa kuna wengine ukimkasirisha na nyege zinakuja hapo hapo. Kwa nini? Kwa nini hali hiyo inatokea? Ni kwamba huyu mtu anafikiria kwamba atakapofanya mapenzi, ile hasira, lile jeraha, yale maumivu uliyompatia yatapotea. Naomba nisikilize hapo. Kumbuka mtoto, ulipokuwa watoto wadogo, watoto wachanga miaka 2, 3, akianguka, akaumia, akaanza kulia. Akaanza kulia, alafu mama yake akamchukua akaanza kumnyonyesha, mtoto anatulia. Kweli au sio kweli? Unaweza kuona mtoto anapokuwa ameanguka au kuna kitu kimemliza, analia, mama mtu anamchukua alafu akianza kumnyonyesha, mtoto anatulia. Sasa siku hizi kuna mapenzi ya kunyonyana. Haleluya. Siku hizi kuna mapenzi ya kunyonyana. Sijui unamnyonya machuchu zake, sijui unanyonya dudu lake. Sasa ndio hivyo sasa. Sasa baadaye, kwa sababu wewe ni mtu mzima, huwezi kwenda kunyonya matiti ya mama yako, unatafuta mtu wa kumnyonya. Akili haijui unanyonya matiti au unanyonya dudu. Akili haijui hicho. Inachojua tu unanyonya. Sasa unaona, sasa tunakuta wanaume wanapenda matiti makubwa kwa sababu hiyo. Imetokea utoto. Kunyonya ni sehemu ya uhai, uko salama. Unaponyonya manake hapa niko salama kwa mama. Na nyonya, sitakufa njaa. Unajisikia salama. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu. Kwa hiyo, huyu mwanamke ambaye umemkasirisha kwa sababu umechelewa kurudi nyumbani na hukumtaarifu. Huyu mwanamke ambaye umemkasirisha amekupigia simu mara 2 hujapokea, alafu simu yako umeweka password. Hajui kinachoendelea kwenye simu yako ni nini. Ndio hapo sasa. Huyu mwanaume ambaye anarudi nyumbani anakuta chakula hakijaiva. Wewe unaweza kuona limeisha, si amekula, ameshiba, baadaye amejamkuwa nimechelewa lakini amekula. Waswahili wanasema kwamba bora ufike kuliko kuchelewa. Sasa unaona ni kawaida, umechelewa kupika chakula, lakini unaona ni sawa. Umevaa vibaya, mnaenda outing, umevaa tu kishagla tu. Vai vizuri. Huzuni, sawa? Huzuni, unamhuzunisha mpenzi wako kwa sababu wewe unavaa wala hauko uchi. Mwisho anataka ajivunie akiwa na wewe, lakini wewe unavaa kishagla bagla. Huogi, unanuka jasho mara kwa mara. Wewe unaweza kuona ni kitu kidogo. Sawa, unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini kwenye akili ya mwenzio, ile amygdala, ile sehemu ya brain ya ubongo inaitwa amygdala, anajiona anapokuwa na wewe hayuko salama. Kwa hiyo anaenda kutafuta faraja nje. Sasa wapendwa katika Bwana, Biblia inasema hivi. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9 inasema hivi. Hasira hukaa kifuani kwa mpumbavu. Na Biblia hiyo inasema kwamba mwanamke mpumbavu ndiye anayebomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Sawa. Sikia, Mhubiri 7:9 inasema kwamba hasira hukaa kifuani kwa mpumbavu.
Na Biblia hiyo inasema kwamba mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna kitu kimekukasirisha na umekosa ujasiri wa kumwambia mwenzio, maanake hasira ile imekaa kwenye kifua chako. Sawa, na unisikiliza hapo. Kuna kitu nakwambia cha msingi. Mume wako amekukasirisha, mke wako amekukasirisha, lakini kwa kusema tunataka amani, hujamwambia kwamba bwana, hili jambo limeniudhi. Hujamwambia kwa sababu unamuogopa atakupiga ngumi ya pua. Hujamwambia. Sasa ile hasira imekaa kifuani. Sasa Zaburi ya 37 mstari wa 8 inasema hivi, hasira inampeleka mtu kwenye kutenda mabaya. Hiyo ni Zaburi 37 mstari wa 8. Soma mwenyewe utaiona. Anasema hasira inampeleka mtu kutenda mabaya. Haijalishi ni mchungaji, haijalishi ni padre, haijalishi ni askofu, haijalishi ni shehe, haijalishi ameokoka kipeo cha pili, hasira ambayo haijatolewa itampeleka mtu kutenda mabaya. Soma Zaburi 37 mstari wa 8. Kwa hiyo basi, kila mmoja wetu lazima awe mwangalifu, ahakikishe kwamba hasira haikai kifuani mwenzi au huzuni. Sawa. Angalia huyu mwanamke mwingine anasema, dokta, ni kawaida kujisikia nyege pale ninapokuwa nimetishika, nimeogopa na kitu fulani. Inaitokea mimi kila ninapokuwa na wasiwasi wa aina fulani, napata nyege. Na sasa hivi kuna kama nusu saa hivi naingia kwenye mtihani, najisikia nyege. Sawa. Japokuwa asubuhi nimejichua. Unaweza kuona, japokuwa asubuhi nimejichua. Huyu ni dada anaongea hivi. Inakuaje? Asubuhi amepiga fanya masturbation. Sawa. Sasa inakuaje? Sasa kuna wanawake wawili ambao wameleta message kama hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu sana kwa wewe ambaye hujui jinsi ya kuonyesha mapenzi kikamilifu kwa mwenzio. Unaongea kwa ukali, kwa kitu kidogo tu unakata mkato, huna muda wa kuongea na mwenzio, humletei zawadi, hakuna cha outing. Inamletea huzuni, inamletea hasira, kwa sababu ameshakuambia mara 2 mara 3, lakini hujabadilika. Wewe unaona mimi ni bwana jamani, naacha hela kila siku 500 nyumbani. Unanisumbua, unataka niwahi kurudi nyumbani, kuna nini? Kila siku naacha hela kutosha, watoto wanaenda shule, nimekununulia mpaka na gari. Sasa mimi wa nini tena? Kumtamkia mume wako au mke wako na kupenda inapeleta shida. Sasa nakwambia kuletea point hapo, kabla sijakuletea mashahidi hapo. Kumtamkia mwenzio na kupenda huwezi, mpaka yeye atangulie aseme na kupenda, ndio wewe useme I love you too. Kumsifia mpenzi wako unapata shida. Kumshukuru mara kwa mara mpenzi wako unapata shida. Sasa napenda kuambia hivi, wataalamu wa sayansi waliosoma vizuri kabisa wanasema hivi, njia moja ya kuitawanya hasira isilete mizizi kwenye moyo wa mtu ikamsababishia nyege za kijinga, sawa, ni kuwa mtu wa shukurani. Asema shukurani haviwezi vikakaa nyumba moja na hasira. Sawa, shukurani haviwezi vikakaa nyumba moja na huzuni. Kwa hiyo kwenye ubongo wako ukiwa na mtu wa shukrani, unatafuta kitu tu cha kumsifia mpenzi wako au mume wako, cha kumshukuru mume wako kwacho. Tafuta. Sio kwamba kila mtu ana madhaifu yake jamani. Hakuna mtu ambaye hana madhaifu. Kila mmoja ana madhaifu yake. Si kweli jamani? Kila mmoja ana madhaifu yake. Tafuta kitu cha kumsifia mwenzio. Kimoja, hata 2 kila siku. Uone kitu cha kumwambia, baby, nashukuru sana, unajitahidi sana, unafangaikia familia kwa ajili yetu. Ni gumu kwa watu wengi. Alafu mtu akichepuka, unashtuka, kwa nini umechepuka? Sijui nini, tuachane bwana. Mimi nataka talaka yangu bwana. Lakini uangalie upande wako wewe mwenyewe, mara ngapi umemwambia asante? Kana mchangamfu mkubwa sana. Mara ngapi umemletea zawadi mwenzio? Mara ngapi umemtoa outing? Umemsifia hata mbele za marafiki zake. Unasema nampenda mke wangu kwa sababu ya hili na hili. Nampenda mume wangu kwa sababu na hili. Ukamsifia mbele za wenzie. Akajisikia kwamba kweli umewatangazia kwamba jamani wananipenda. Hilo linakuwa gumu kwa watu wengi. Lakini kutoa hela rahisi, unampa 300 kila siku za matumizi, unajiona mjanja.
utatombewa tu. Na utatombewa tu. Nakwambia utatombewa tu. Sasa sikiliza. Nakupa sasa mashahidi wangu, na mashahidi hapa zaidi ya 12, karibu zaidi ya 10 wanaoleta ukweli wa hii story. Sikiliza. Anasema hivi, huyu mwingine anasema hivi, dokta, hasira hainiletei nyege, lakini nimegundua kwamba hasira inanisababisha. Anasema hivi, hasira hainifanyi mimi kupata nyege, lakini nimegundua kwamba hasira inaniongezea nyege. Yaani nilikuwa nazo tayari, lakini inaniongezea. Na mara nyingi sijui imetokeaje. Hiyo ni shahidi wa kwanza. Shahidi wa pili anasema hivi, dokta, hicho ndio kitu ambacho nahisi kimechangia niachane na mke wangu, hasira. Mara nyingi baada ya mimi na yeye kubishana naye, akili yangu inakuwa imechoka tayari, lakini yeye ataniambia tufanye mapenzi. Nilikuwa namshangaa sana. Asema nilikuwa namshangaa sana kwa sababu mimi akili yangu haiko kabisa kwenye kufanya mapenzi. Huyu ni mwanaume. Asema haiko. Lakini mke wangu aliniambia baada ya kugombana anataka tufanye mapenzi. Unaweza kuona, huyu ni shahidi wa pili. Shahidi wa tatu. Dokta, naliona hilo lina ukweli kwa sababu naona linanihusu na mimi. Mume wangu mara nyingi anakuwa na nyege nyingi sana baada ya mimi na yeye kukorofishana. Mimi nakuwa nimechoka, lakini yeye anapenda sana. Na mara nyingi tukifanya seksi akiwa amekasirika, ananilamba kila eneo na ninafika kileleni mara nyingi. Dokta, lina ukweli hilo, lifanyie kazi. Huyo ni shahidi wa tatu. Shahidi wa nne. Dokta, inanitokea hata mimi hiyo. Haswa ninapokuwa na mchumba wangu. Yaani ni vitu ambavyo vinanichanganya akili. Tunapokuwa tumekasirishana na mchumba wangu mara nyingi yuko mbali, anakuwa ni mtu wa kusafiri. Anakuwa ni kusafiri. Tunapokuwa tumekorofishana, anapokuwa safarini huwa anapataga nyege kwa yeye hayupo. Sasa unaweza kuona mmekorofishana kwenye simu, lakini mwenzio yuko amepata nyege. Alafu umesafiri. Ndio ile ambayo nimeisoma kwa kitabu cha Mithali sura ya 7 mstari wa 18. Mwanamke alipoona mume wake amesafiri akaenda kutafuta mchepuko. Akamwambia njoo tufanye mapenzi mpaka asubuhi. Njoo. Katafuta ex wake. Soma Mithali 7 mstari wa 18. Akamwambia njoo tufanye mapenzi, nimeshavunja na nadhiri yangu ya kwamba nilikwenda kwa mwaminifu kwa Mungu, nimeshavunja. Soma kitabu cha Mithali. Haya. Wewe safiri alafu una hasira. Utatombewa sana. Sikiliza, huyo ni shahidi wangapi? Wa 4. Shahidi wa 5. Anasema hivi, dokta, huwa ninitokeaga mimi mara kwa mara, hasa nilipokuwa na mchumba wangu wa zamani. Japokuwa ilisababisha tendo la ndoa liwe tamu sana, lakini uhusiano ulikuwa mbaya sana, ndio maana tuliachana. Unaweza kuona hiyo? Haya, na shahidi wangu wa 6. Dokta, mimi kwangu ni kinyume. Ninapokuwa na hasira na siwezi ninapokuwa na hasira halafu sina mtu wa kufanya naye mapenzi, ninakuaga dokta, mimi niko tofauti na hao. Mimi ninapopata nyege na ninapokuwa sina mtu wa kufanya naye mapenzi ndio nakasirika, mpaka nipate mtu wa kufanya naye mapenzi. Huyo ni shahidi wa 6. Shahidi wa 7 anasema hivi, dokta, mimi mwanaume miaka 32, najishangaa, ni kweli kabisa, ninapokuwa nimekasirika dudu linavimba sana. Huyo ni mwanaume. Huyu mwanamke anaingia hapa anasema hivi, dokta, mimi nikipata hasira najisikia kuloana huku chini, yani kuna Twitter, yani kuna yani kama vile kuna tetemeka, ametumia neno la Kiingereza hapa, kuna throbbing, yani kama tetemeka, kama vile kuna moyo unavyopiga mapigo tu, yani sasa yeye huku chini, huyu ni mwanamke anasema huku chini unafanya hivyo mpaka analoana. Shahidi wa 9 anasema hivi, mimi huwa napata nyege ninapokuwa na huzuni au ninapokuwa nafanya mazoezi ya viungo. Huzuni ndio hiyo, humfikishi mke wako kileleni,
unawahi kumaliza alafu unashindwa kurudia. Zamani ulikuwa hilo tatizo halipo. Sasa huyu mwanamke anajiuliza, hivi huyu mwanaume hajishtuki kwamba kuna mabadiliko, akatafuta dawa. Sasa anakuwa na huzuni. Kama alivyozungumza kwenye video iliyopita, 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe sio kweli. Sasa wewe ufikishi mke wako kileleni, alafu huonyeshi bidii ya kutaka kuhakikisha anafika kileleni, anapata huzuni. Akipata huzuni, anapoendelea kukaa nayo ile huzuni, zinamletea nyege zile huzuni. Ikimletea nyege, alafu akutana na ex wake, mpenzi wake wa zamani. Unafikiria nini? Hata tiwa. Huyo ni shahidi wa ngapi? Ni shahidi wa 9, shahidi wa 10. Anasema hivi, dokta, ni kweli mimi huwa napata nyege ninapokuwa frustrated. Yaani anapokuwa mambo yamemchanganya. Sawa. Mambo asema mambo yamenichanganya, asema huwa napata nyege. Sio hasira, na sijui ni kwa nini hali hiyo inatokea. Hiyo ni shahidi wa ngapi? Wa 10. Shahidi wa 11. Dokta, mimi ni binti. Nilipokuwa mdogo nitapata nyege ninapokuwa nimekasirika. Nilifikiria hicho ni kitu cha ajabu sana, sikumwambia mtu. Wala sikumwambia mtu hadi leo. Sijui sasa dokta nifanyie, kwa sababu inanitokea mara moja hata leo. Hiyo ni msichana. Shahidi wa mwisho wa 12. Dokta, nilikuwa naangalia movie inaitwa Evil. Inaitwa Evil Dead. Sawa, anasema dokta, nilikuwa naangalia movie ya wabaya waliokufa kwa Kiswahili. Moja kati ya movie ambazo nazipenda sana. Yaani kuna karakta moja anaitwa Mia. Alikuwa anapigana na maadui zake. Nikajikuta tu najisikia nyege nyingi sana. Hiyo hali kweli dokta ipo. Unaweza kuona jinsi gani hali hii ilivyo. Sasa naomba nimalizie na sayansi hapa. Kama umenifuatilia vizuri, nimezungumzia mwanzoni kabisa tofauti kati ya ubongo na akili. Sawa, naomba nikurudishe pale. Nimetumia kati ya ubongo na akili. Sasa kuna sehemu hiyo ya ubongo inaitwa amygdala, ambayo kazi yake ni kukufanya wewe uwe salama. Kwa hiyo unapopata kitu chochote kile kibaya, iwe ni maneno, iwe ni sauti kali, iwe ni mtu hakujali, hana muda na wewe, unapata kitu kibaya, hii amygdala inakwambia hauko salama, kimbia. No, haupo salama, kimbia. Sasa inakwambia vitu viwili, kimbia au pigana. No, kimbia au pigana. Au jisalimishe. Yaani kujisalimisha ndio unakuta mtu yuko kimya, anafahamu unafanyia madudu, lakini hasemi wala halalamiki. Ameshakwambia vya kutosha. Kwa hiyo amygdala inamwambia kaa kimya, tafuta mbinu nyingine. Ya tatu ambayo amygdala hiyo. Sasa hii ya tatu kuna fight, flight, alafu kuna freeze. Freeze ndio hiyo ya kukaa kimya. Kuna nyingine ya 4 inaitwa fawn. Fawn maana yake ni nini? Ni kwamba kwa sababu umeshindwa kupigana naye, umeshindwa kumkimbia na umeshindwa kukaa kimya, unachotakiwa kufanya, mpendezeshe, mfurahishe, msifie tu kijinga. Hata kifanya jambo baya, hata kijamba, ushuzi unanuka vibaya, mwambie ushuzi wako mzuri kweli kama perfume. Sawa, msifie tu. Kwa hiyo utakuta mtu anakusifia, wewe unanipenda kweli, wewe unajua kupenda, wewe una dudu zuri kweli, anakusifia. Lakini kwa sababu una hasira, hiyo ni lengo la kujiweka salama, muone kweli bado anakupenda, hana mabaya yote. Kwa hiyo atakusifia, una dudu zuri kweli, una dudu tamu kweli, una uchi mtamu, una uchi mtamu kweli, atakusifia. Kumbe mwenzio atakung'oa meno yote. Siku moja akipata nafasi atakung'oa meno yote. Sasa basi, kumalizia ni hivi, ni muhimu sana utafute mambo mengi ambayo yataweza kudalute hasira au huzuni unaoisababisha kwa mwenzio. Kama vile soda, ukiongezea maji, hiyo utamu wa soda wote unaisha. Inagema maji mengi kiasi gani? Kwa hiyo ile hasira au huzuni unaoifanya, sawa, inawezekana mke wako tu ana huzuni, huna hela za kutosha. Si kweli wewe umsaliti? No, ni kweli umsaliti.
ni kweli hunywi pombe, ni kweli hujamtukana, lakini wewe kutokuwa na hela kunamhuzunisha huyu mwanamke. Sasa inapokuwa mbaya zaidi kwamba hela huna, alafu hata kumsifia unapata shida. Hela huna, alafu hata kumshukuru kwa vitu vidogo anavyofanya, amepika, ametandika kitanda, amekufulia nguo, kumshukuru mara kwa mara huna. Hata kwenda kumnunulia kazawadi ya pipi imekushinda kweli, ya 500 biskuti, kama tena vijuisi vya Azam, alambe naye kidogo ajiona mimi napendwa, amenikumbuka, sikumwambia, ameniletea yeye mwenyewe, vinakushinda. Sawa. Sasa ndio mletea huzuni. Hii huzuni itamletea nyege, na hizi nyege atakuletea wewe. Unapaswa kujifunza. Lakini lingine ambalo lipo, kama mwanamke unapaswa ujue jinsi ya kumwandaa mwanaume sawa sawa. Mwanaume ana maeneo 14 ambayo mwanamke anapaswa ayajue, kila eneo lina ufundi wake, ili mwanaume anapofika kileleni, anafika kileleni huko anatoa na miguno, anapiga na makelele. Sasa wewe mume wako anafika kileleni, hakuna cha mguno wala kelele, kama vile anakunya. Sasa hilo litakuwa linamhuzunisha yeye. Sawa? Hilo litakuwa linamhuzunisha yeye. Sasa hata kuambia kwamba linamhuzunisha. Si mmefunga ndoa na mna watoto. Hata kuambia ataitafutia mchepuko. Unajua kumnyonya sawa sawa. Hasa wewe mwanaume vile vile lazima ujue kwamba mke wako ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unajua 4 tu katika hayo 17. Kwa uhusiano wa miaka 5, huyu mwanamke atakuwa anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Kwa muda mrefu, kwa hiyo atakuwa ameboreka na wewe. Unafahamu mambo 5 katika mambo 17. Kwa hiyo mwenzio kwa uhusiano wa miaka 5 atakuwa ameshazoea kabisa, hayamletei hisia tena. Kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 ya kuchezea, kumtomasa. Na mwanamke ajue kwamba kuna maeneo 14. Na hili nilikuwa nalizungumzia hapa mara kwa mara, kwa sababu nina videos na majarida ya kufundisha hayo yote. Na shuhuda nimekutumia hapa, nimekusomea mbalimbali za watu ambao nimewasaidia katika hilo eneo. Sasa unaweza kuliona kwamba hili ni jambo nani anafundisha mapenzi, naye anafundisha mapenzi. Ngoja kusomea message moja ya huyu mdada hapa. Sawa, ngoja kusomea message moja uweze kuona kitu ambacho nakwambia kwamba sikutanii, kwa sababu shuhuda nazo. Nikusomea message moja kutoka kwa huyu mdada aliyeletea hii message. Ngoja nitafute hii message ya hivi karibuni. Ngoja ipata. Sikiliza message hii hapa. Sikiliza message hii. Inasema hivi: Hello doctor, natumaini umzima. Mimi nina miaka 47. Niko ndani ya ndoa. Ngoja nikuchekeshe doctor. Kwanza nilikuomba video na jarida lile la kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Nikaamua kwanza nikafanyie mazoezi kwa mchepuko. Sasa kabla sijaenda kwa mchepuko, ngoja nianze home kwanza. Ni ile video ya kuchezea uume kwa mikono na mdomo. Dokta, acha kabisa, ni shida. Mister ameniambia ulikuwa form 4, sasa hivi umeingia chuo kikuu. Dokta, bubu kazungumza. Mimi najifanya kuona aibu. Basi dokta, tulitiana mpaka tukasema basi hatuchoki. Tunapumzika, tunaanza tena. Na kushukuru sana dokta, ubarikiwe. Kwa mchepuko siendi tena. Na kutumia shilingi 10,000 uniongezee video nyingine za mikao ya kijanja. Siku hizi bao ni 4 mpaka 5 za kishindo kizito. Zamani ilikuwa tu kimoja alafu ananyong'onyea, lakini siku hizi dokta, yani nikipigwa goli 2 najisikia sijatosheka mpaka sifike 4. Hongera sana, uishi milele. Huyu ni mwanandoa, ana miaka 47. Alishakuwa na mchepuko tayari, lakini alipoona magoli yameongezeka kwa mume wake, akasema mchepuko siendi. Mchepuko siendi. Sasa unajua ni nini? Ni kama vile mpira. Magoli mengi ndio yanaleta raha zaidi. Ushindi wa magoli mengi. Ushindi wa goli moja kila siku. Kagoli kako ni kamoja. 1-0. 1-0. Mke wako hafiki kileleni. Amefikiria mechi ya sawa. Pa go. 1-0. Pa go. 2. Kaka. 2-1. 2-1 sasa hivi. Sasa hivi 2-1. Goli 2, Yanga 2, Simba 1. Unaona utamu mechi kwa tamu.
Naona mechi imepata Yanga 2 Simba 1. Yanga 3 Simba 1. Leo Yanga anashinda. Simba kaika goli la pili. Goli la pili wasikilizaji, Simba mchezaji yule anaitwa Kimesa kafunga goli la pili kwa njia ya penalty. Haya, sasa hivi Yanga inaongoza goli 3, Simba ina goli 2. Sawa, mechi inaenda sasa. Damu zinaruka. Itakuwaje? Bibi goli moja sisi. 3-3 wasikilizaji. Simba dakika 10 mpira kuisha. Magoli yamekuwa mengi. Mwanaume anafika mara 3, mwanamke anafika mara 4 kileleni. Inaleta utamu. Umeuzuba. Unajua mambo mawili tu katika mambo 14. Itakula kwako. Agizia hizo video, maelekezo nakuwekea hapo chini kwenye hii video. Nakuwekea video hapo chini. Bye bye. Na kama unaangalia video hii mara ya kwanza, jisajili, subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Bye bye.